Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tutoshe shukrani kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo cha kila siku. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya habari za mchana, ambapo mtafahamu nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, hususan habari za vita kati ya waasi na vikosi vya serikali ya DRC ambao ni FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, karibu katika taarifa hii ya habari. Tuende na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano wa kisiasa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeendelea kushika kasi kufuatia matamshi mapya yaliyotolewa na waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya kuhusu rais wa Rwanda Paul Kagame. Akizungumza katika mahojiano na katika kituo cha habari cha Top Congo FM, Patrick Muyaya alimkosoa vikali Rais Paul Kagame, akidai kuwa baadhi ya matamshi yake hayalingani na azma ya kiongozi wa taifa. Muyaya alisema kuwa rais wa Rwanda hapo awali haliwahi kupuuza wito wa kuwekwa vikwazo dhidi ya nchi yake, lakini sasa kwa mujibu wa kauli yake inaonekana kulalamikia adhari za hatua hizo za kimataifa. Kauli zinakuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali umeendelea kuwa wa taharuki kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Serikali ya Kongo imeendelea kuishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo serikali ya Rwanda imeendelea kuyakanusha mara kwa mara. Kwa miezi kadhaa sasa, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani. Baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa pia yamechukua hatua mbalimbali za kidiplomasia za kuweka vikwazo dhidi ya baadhi ya watu wanaohusishwa na mgogoro wa mashariki mwa DRC. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matamshi makali kutoka kwa viongozi pande zote zinaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia na kufanya juhudi za mazungumzo kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kikanda badala ya mivutano kisiasa. Kwa upande wa wananchi wengi wanaendelea kutamani kurejea kwa amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yanaendelea kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na wengine wanaendelea kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kauli za Patrick Muyaya zinaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kisiasa kati ya Kinshasa na Kigali. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba matamshi hayo yanawakilisha msimamo wa serikali ya DRC. Serikali ya Rwanda inaweza kuwa na matazamo tofauti kuhusu tuhuma na kauli hizo. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, matarajio ya wananchi wengi ni kuona mazungumzo yanapewa kipaumbele ili kurejesha amani na utulivu wa kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako mapigano ya takriban saa 2 yameripotiwa kutokea katika eneo la Lubarika na Kagaragara kwenye bonde la Ruzizi wilayani Uvira mkoani Kivu Kusini, kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kutoka kikosi cha Gepard na wapiganaji wa Wazalendo wa kundi la Bikotwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalidumu kwa muda wa karibu saa 2, huku pande zote zikitumia silaha nzito nyepesi. Hali hiyo ilizua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi ambao walilazimika kukimbia maeneo salama wakihofia usalama wa maisha yao. Taarifa za awali zinaeleza kuwa wanajeshi wawili wa FARDC walipoteza maisha wakati wa mapigano hayo, huku wanajeshi wengine 4 wakijeruhiwa. Mpiganaji mmoja wa Wazalendo aliyetambuliwa kwa jina la Gentil Bigombo naye alijeruhiwa. Mbali na wapiganaji, mapigano hayo yaliwaathiri pia raia. Msichana mwenye umri wa miaka 8 aliyetambuliwa kwa jina la Marguerite Kapere alijeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi katika miguu yote miwili. Tukio hilo linaonyesha adhari kubwa ambazo mapigano ya silaha yanaendelea kusababisha wananchi wasiokuwa na hatia, hasa watoto. Hadi sasa sababu halisi ya kuzuka kwa mapigano hayo haijatangazwa rasmi na mamlaka ya kijeshi. Vile vile hakuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu hatua zinazochukuliwa kurejesha utulivu katika eneo hilo au kuzuia mapigano mengine. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa migongano kati ya vikosi vinavyopaswa kushirikiana katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha inaweza kuzofisha juhudi za kurejesha amani katika mkoa wa Kivu Kusini.
Hali hiyo pia inaweza kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na vita wa muda mrefu. Ni muhimu kufahamu kwamba idadi ya waliouawa au kujeruhiwa ni ya muda na inaweza kubadilika kadri uchunguzi unavyoendelea. Wananchi wanawahimiza kuwa watulivu, kufuata maelekezo ya mamlaka za usalama na kuendelea kufuatilia taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya hali katika eneo la Uvira. Wakati huo wito unatolewa kwa pande zote zinazohusika kuweka mbele mazungumzo na kulinda maisha ya raia ambao ndio wanaobeba mzigo mkubwa migogoro yenye silaha. Habari za vita kutoka mashariki mwa DRC ambako habari zinatoka katika mkoa wa Kivu Kusini zinasema kuwa kundi la wanajeshi wanaodaiwa kuwa ni muungano wa RDF M23 liliwasili mjini Bukavu siku ya Jumamosi tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, jambo ambalo limeongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanajeshi hao walifika majira ya saa 10:30 jioni kupitia bandari ya Lamane kwa kutumia boti iitwayo MV Laman DCL1. Vyanzo vilivyonukuliwa vinadai kuwa kundi hilo lilikuwa na takriban wanajeshi 218 yani 218 pamoja na sheneha ya silaha ya risasi zilizokuwa zimefichwa ndani ya mifuko mikubwa. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa rasmi na mamlaka uhuru au taasisi za kimataifa. Taarifa hizo zimeendelea kueleza kuwa wanajeshi hao walitoka eneo la Masisi kupitia Goma kabla ya kuelekea Bukavu. Baada ya kusimama kwa muda katika kambi ya Sayo au Kansayo iliyopo katika manispa ya Ibanda, wanadaiwa kuanza kuelekezwa katika maeneo ya nyanda za juu pamoja na wilaya ya Fizi na Uvira. Iwapo taarifa hizi zitathibitishwa, wachambuzi wanaona kuwa hali inaweza kuongezeka, hali ya mvutano inaweza kuongezeka katika maeneo ambayo tayari yamekuwa yakishuhudia mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanajeshi wa M23. Wakazi wa maeneo hayo wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na vita vinavyosababisha vifo, majeruhi ya maelfu ya wananchi na wakimbizi wa ndani wanaoendelea kukimbia makazi yao kitafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wakati huo, taarifa hiyo imeeleza kuwa licha ya juhudi mbalimbali za kisiasa zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za kuhimiza mazungumzo ya amani, bado kuna madai ya kuendelea kwa uimarishaji wa vikosi katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23, wakati serikali ya DRC pamoja na baadhi ya ripoti za kimataifa zimeendelea kutoa madai yanayopingana kuhusu swala hilo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wananchi na viongozi wa kijamii wametoa wito kwa mamlaka husika kuongeza ulinzi wa raia na kuimarisha hatua za kuzuia kuzuka kwa mapigano mapya, huku wakisisitiza umuhimu wa juhudi za kidiplomasia ili kurejesha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muhimu kusisitiza kuwa taarifa hizi zinatokana na vyanzo vinavyonukuliwa katika ripoti hiyo na bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka huru. Wananchi wanashauriwa kufuatilia taarifa kutoka kwa vyanzo vya kuaminika, huku wakitumaini kuwa juhudi za amani zitaendelea ili kulinda maisha ya raia na kurejesha utulivu katika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka Kivu Kusini katika eneo la Kamituga ambako wachimbaji watatu wa madini wamefariki dunia huko takriban watu 10 wakijeruhiwa kufuatia ajali mbaya iliyotokea Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la uchimbaji wa madini wa Kalingi Tuliona lililoko katika mtaa wa Kalingi wilaya ya Mobale mjini Kamituga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa eneo la tukio, ajali hiyo ilitokea wakati wachimbaji walipokuwa wakifanya operation ya kulipua miamba ndani ya andaki ili kupata mawe yenye madini. Muda mfupi baada ya mlipuko huo, sehemu ya hifadhi ya mabaki ya uchimbaji iliporomoka ghafla na kuwafunika wachimbaji waliokuwa wakifanya kazi chini ya ardhi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kuporomoka kwa kifusi hicho kilisababisha vifo vya watu watatu papo hapo, huku wengine zaidi ya 10 wakipata majeraha ya viwango tofauti. Majeruhi walikimbizwa katika
katika vituo vya afya vilivyoko karibu kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya haraka. Rais wa mashirika ya kiraia ya Kamituga Jean-Pierre Lemwanda alithibitisha tukio hilo akisema kuwa miili mitatu tayari imepatikana kutoka chini ya kifusi, huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta wengine ambao huenda bado wamekwama ndani ya handaki. Uokoaji wakisaidiwa na wananchi wa eneo hilo wanaendelea na operesheni ya kuondoa kifusi kwa matumaini ya kuwapata manusura au mili ya waathirika wengine. Hata hivyo, kazi hiyo inaendelea kwa tahadhari kutokana na hofu ya kutokea maporomoko mengine. Ajali hii imeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Kamituga ambalo limekuwa limekumbwa mara kwa mara na matukio ya aina hii. Kwa mujibu wa takwimu za ndani, hii ni ajali ya 6 ya migodini yenye kusababisha vifo kurekodiwa mjini Kamituga tangu mwaka 2026. Wakazi pamoja na viongozi wa kiraia wanatoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha usimamizi wa migodi, kuhakikisha sheria za usalama zinazingatiwa na kuweka mifumo madhubuti ya kuwalinda wachimbaji ili kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Kwa sasa shughuli za uokoaji zinaendelea katika eneo la tukio, huku idadi ya waathirika ikihofiwa kuongezeka endapo watu wengine watapatikana chini ya kifusi. Mamlaka zinatarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi wa operations za uokoaji zinavyoendelea. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu basi katika habari zetu za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi. Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili, na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Iran zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo. Kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kwanza kukagua kuwa nani anasema ukweli au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5.
Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake. Licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetolea gharama, mbona tumefanya nini? Lakini tunaona tangu kusitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuriwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki hakiwezekani, tutaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israel imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israel walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israel huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora, lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba Bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu. Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao.
Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Chao.